Karibu sana, karibu tena siku ya leo. Mmekaribishwa kwa siku nyingine mpya ambao Bwana amefanya ili mimi na wewe tusherekee, ili mimi na wewe tubarikiwe. Karibu tena, karibu. Najua siku ya leo Mungu wa amani atakubariki. Mungu atakutana na wewe katika somo letu la leo, litakusaidia. Na bila kuchelewa tunaenda kupiga wimbo. Wimbo unapoimba ujiandae, chukua kalamu na karatasi, utaandika jambo mahali. Somo letu la leo nasema mwito na ahadi za Mungu. Ni somo ambalo litakusaidia wewe mtu ambaye uliitwa na Mungu, wewe mtu ambaye ulimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Kuna ahadi katika maisha yako. Kuna mwito ambao Mungu aliita mtu katika maisha, lakini watu wameangamia, watu wanazunguka sababu hawajue ni kitu gani. Wamekosa mwelekeo kwa sababu ya nini? Wametupilia mbali neno la Mungu. Nataka utune in na unaweza kushare na rafiki ama jirani ambaye ungetaka abarikiwe na siku ya leo. Tunaenda kusoma, na kabla tusome neno la Mungu nataka niweke wimbo. Unapomaliza tunaingia kwenye neno. Karibu sana, utabarikiwa. Najua unapitia shida, kweli naelewa, umechoka na maisha. Unasani ya kwamba Mungu anajaa upendeleo, sio hivyo. Unafikiri ya kwamba yeye ni Mungu hana huruma. No. Kulingana na matatizo unayoyapitia, unasani ya kwamba hakujali. Unafikiri yeye hana upendo nawe, sio hivyo. Na kwamba wewe utasubira wala una furaha ya maisha tena. Wenzako wamebarikiwa lakini wewe bado. Wengine wamefanyikiwa lakini wewe bado. Mliosoma nao wameajiriwa, wewe bado. Wadogo kwako wameolewa ila wewe bado. Wana watoto na maisha mazuri wewe bado. Na kuomba utasubira wewe, maana kutangulia sio kufika wewe. Maana kutangulia sio mwisho wewe. Muda wa Bwana, muda wake hauchunguziki. Utasubira wewe.
Karibu sana. Ni dada wetu Lotisi Kamba toka mjini Goma hapo DRC. Na umebarikiwa sana kwa wimbo, na somo letu la leo nilisema ahadi mwito na ahadi za Mungu katika maisha. Na hili somo litakusaidia sana bila kuchelewa, bila kuponda muda. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo. Tutasoma Mwanzo 12 kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka wa 4. Alafu baadaye tutaendelea tukisoma pole pole. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 12 ama Genesis 12 kuanzia hapo mstari wa kwanza inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. 3 inasema, mimi nitabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. 4 inasema, basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili itakusaidia, nataka unipe muda, ukuwe makini sana. Nimesema ahadi ama mwito na ahadi za Mungu. Kuna vitu viwili ambazo ziko pale. Mungu anapoita mtu, kuna ahadi ambayo Mungu anampea. Kuna kile kitu ambacho Mungu anampea mtu. Na Biblia inasema wakati Abraham alipokea mwito wa Mungu alikuwa na miaka 75 ama 75. Na ndio wakati alipopokea mwito wa Mungu kwa ile miaka, Biblia inasema Abrahamu alikubali mwito wa Mungu. Na sababu mwanzo ukisoma hapo wanasema Abraham, na Abraham alikuwa ni jina la Abraham, ilikuwa jina la zamani, na wakati Mungu alipomwita akabadilisha hizo jina. Utasoma ukiendelea kusoma, kuna mahali Mungu alibadilisha jina, ilikuwa ni Abraham akabadilisha Abraham. Na sasa Biblia inasema wakati Mungu alimuita Abraham alienda. Alikuwa anasindikizwa na mke wake na ndugu anaitwa Lot. Lot alikuwa ni mtoto wa ndugu ya Abraham. Walipoenda pamoja, unajua mara nyingi unapotembea na mtu ambaye ana baraka za Mungu, unapotembea na mtu ambaye ana mwito wa Mungu, mtu aliitwa na Mungu na mtu ambaye ana baraka za Mungu, kuna wakati mwingine hizo baraka zinafurika ama zinatiririkia kwako. Lakini inategemea na vile na attitude ambayo utatembea nayo na huyo mtu. Unajua unaweza kutembea na mtu ambaye alibarikiwa na wewe unalaniwa. Last time nilikuwa nimesema kuhusu Gehazi. Gehazi ilitembea na mtumishi wa Mungu, lakini hakuna maono ya Gehazi ilikuwa ni tofauti na ya mtumishi wa Mungu. Unapotembea na mtu wa Mungu, unapotembea na mtu ambaye ameitwa na Mungu, unapotembea na mtu ambaye ana baraka za Mungu, unaweza kuwa sehemu hizo baraka zinaweza zikakuambukia. Unajua kuna vitu ambazo zinaambukia mtu. Unapata umekuwa katika marafiki ambao wameendelea, na kama uko na nia kuendelea unakutana unakuwa inspired. Kwa hivyo inaweza kuwa baraka kwako, ama kama hautatembea, ama kama utakuwa mtu ambaye umejaa na roho nyingine tofauti, unakutana inakuwa ni tatizo ama laana. Nilisoma katika kitabu cha Namba ama Hesabu 16, kuna vijana watatu, kuna Kora, Abiramu na Datani, walikuwa wameenda na Musa katika safari. Na walipokuwa katika hiyo safari ya wana wa Israeli, wale watu watatu walimuinukia Musa. Na jambo liliinuka sababu Mungu alimuita Musa, na wale watu walikuwa ni kama wafuasi. Mungu alipomuita Musa, ilikuwa wakati yote Mungu angekuwa na jambo anazungumza na Musa. Sasa kukainuka hiyo roho ya opposition, hiyo roho ya wivu, ya uasi. Wanasema hapana, kwa nini Mungu tu anazungumzaka na Musa? Na ukisoma hapo, ukisoma tu ile Hesabu ama Nombre 16, utaangalia vile Mungu aliangamiza hao watu. Manake kulikuwa kumekuwa na opposition, kulikuwa kumekuwa division katika kundi. Kulikuwa watu ambao walikuwa sehemu ya Kora, Abiramu na Datani, walikuwa na watu wao tayari. Ni vile vile hata katika maisha unapata mtu, tuone katika siasa watu unakutana, kuna wao ni wafuasi wa mtu fulani, kuna watu hawa ni wafuasi wa mtu fulani. Lakini sasa ukifuata mtu ambaye ameshindwa, mtu ambaye alishindwa,
na wewe ni lazima utashindwa. Ukifata opoza, mtu mwenyewe alijiopoze, opoza ilifo ujue alijiopoze kwa sababu ya nini? Sababu Mungu alikata udongo. Biblia inasema udongo ulikatika mara pili, shimo, wote waliangamia ndani. Vile na leo unaona mtu ametoka tu kanisani anakimbia, opoza anaenda anakimbia, unakimbizana, mtu hujue esprit gani ambayo inasukuma huyo mtu, unafatana na huyo mtu, haujui mahali anakupeleka ni wapi. Kwa hivyo inabidi uwe mwangalifu sana wakati unatembea na mtu ambaye anaitwa na Mungu, ama mtu anakuambia aliitwa na Mungu. Tamani sana kujua, je, huyu mtu aliitwa na Mungu ama anasukumwa? Last time nilisema kuna watu wanaikuja wanasema Mungu ameniita, kumbe ni mtu ambaye amesukumwa tu na tamaa, amesukumwa na kitu fulani. Kwa hivyo akiatendele kile kitu, unaona tamaa bidii na muishia. Biblia inasema Mungu akamwambia Abraham ondoka, na alifuatwa na Lot pamoja na mke wake. Mstari wa kwanza anasema Mungu akamwambia Abrahamu atoke katika nchi yake na kaende katika maeneo mengine ambayo ilikuwa ni tofauti. Unajua, Abrahamu alifuata mwelekeo wa Mungu. Abrahamu aliposikia Mungu anamwambia toka, enda, Abrahamu alitoka bila hata kubishana na Mungu. Hangeweza kumuuliza Mungu ni wapi. Mungu anamwambia toka, enda mahali nitakuelekeza. Yaani Abrahamu alisikia tu mwito na kaenda. Unajua, wakati mwingine hatuhitaji kumswali Mungu, kumuuliza maswali. Wakati Mungu anakuita enda, nakwambia enda hivi, wewe enda, usijaribu kubishana na yeye. Abrahamu akaenda. Ni kama askari anaambia tu asubuhi, chukua silaha, enda kwa aeroport, mnapanda ndege. Hata kwambia tunaenda unasikia tu umesikia amefika kwa airport, njoo unasikia anaambia mnaenda fast fulani, inakuwa ni vita, mnaenda kupigana. Kwa hivyo Abrahamu alikubali bila hata kuhesite na akaenda. Alipoenda, Biblia inasema ukisoma hapo verse ya 3 anasema nitakufanya taifa kubwa. Anasema nitakubariki, nitabariki watakaokubariki, na wale watu ambao watakulaani nitawalaani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu ambaye alitembea na Mungu anatembea na baraka za Mungu. Mungu anamwambia kila ambaye atakubariki nitambariki, maana kila ambaye atakulaani nitamlaani. Na hiyo itakuwa ni ahadi za Mungu. Mungu ametembea na wewe, unatembea na baraka za Mungu. Mungu akitembea na wewe, unatembea na baraka zote za Mungu. Kwa hivyo kuna umuhimu sana ya kutembea na Mungu. Kuna umuhimu wakati Mungu anakuita, tembea na Mungu, na Mungu atakuwa baraka katika maisha yako. Kila ambaye atakukaribia atabarikiwa. Kila ambaye atakusheta kidole atapata shida. Nikumbuka Elisha wakati alitembea na Elia, alipopata nguvu, kuna watoto wadogo vijana walitaka kumtania, walimjua Elia wa zamani, lakini walilaaniwa, walipata madhara mengi ambayo iliwapata. Kwa sababu ya nini? Walitaka kumlaani mtumishi wa Mungu, walimuona amekuwa na upala ama lupala, wanaanza kumtania na utani, walipata madhara. Kwa hivyo mtu aliyeitwa na Mungu, ukitaka kucheza, ukitaka kufanya mchezo, unaweza ukapata laana. Ndio maana saa zingine tujiazari sana, kwa tuna point finger, tuna point kila mtu. Inabidi ujue huyu mtu ni mtu gani. Sio kila mtu unaweza kumshota kidole, sio kila mtu ambaye unaweza kumuziaki, sababu ziaka zako kwake zinaweza kuletea madhara. Watu wengi wanapata matatizo kwa sababu ya nini? Kuzoea michezo. Mungu akamwambia kila atakubariki nitambariki, atakaye kulaani nitamlaani. Unajua baraka zinafuata kizazi. Mungu akamwambia taifa nzima, watu wote, dunia mzima itabarikiwa katika wewe. Unajua kizazi, laana ama baraka zinakuwa za kizazi, generation. Yaani unaweza kufanya kitu, ndio maana kabla ufanye kitu sawa vile responsable ama mtu ambaye mtu mzima, inabidi ujue madhara hiki kitu itafata vizazi vingapi. Unajua zambi, laana inakuwa inazaliwa ni zambi, kana kwa kitu kadogo sana. Unaona mtu anaweza hata tu michezo, anatoa mimba na mwanga damu isiyokuwa na hatia, na hiyo inakuwa ni zambi imezaliwa. Kesho unakutana imekuwa mtindo, imekuwa ni tabia. Mtoto wake akizaliwa msichana na anatembea na hiyo tabia, unakutana laana inazaliwa. Kwa hivyo laana inazaliwa na zambi. Zambi kiwa imekuwa imezoea sana, inaleta laana. Mtu anatembea na laana zinatembea vizazi. Baraka za Mungu zikikuja zinaenda vizazi na vizazi. Kwa hivyo inabidi sana tutamani sana kutembea na Mungu, ili kwamba tunapobarikiwa sio sisi wenyewe, hata watoto ambao watatufuata watatembea kwa hizo baraka, kwa sababu watakumbuka
baba yangu alitembea na Mungu, na mimi ni lazima hizo baraka za Mungu zitafurika. Nimesema unapotembea na Mungu, sio tu wewe, hata kizazi chako baada yako watatembea katika hizo baraka za Mungu. Nimesema kifata vizazi basi. Sio kusema mtu mnibariki, hapana. Unaweza kuambia watu mnibariki, kama mnibariki nitawalani. Mtu anatembea na baraka za Mungu, hauwezi atashurutisha mtu akubariki. Yaani kila mtu anatamani akubariki ili abarikiwe. Umekuwa ni source ya benediction. Kila mtu anatamani nimbariki. Mtu aliyebarikiwa na Mungu, yeye anaachilia tu baraka. Manake akinena tu neno juu ya maisha yako, unaona mlango inafunguka. Akizungumza jambo ni tayari baraka. Huyo ni mtu ambaye ni baraka. Maneno ya mdomo yake ni baraka. Na ndio maana saa zingine tunaambiwa tusiachilie maneno kienyeji, sababu maneno ambayo yanatoka ndani mwetu inaweza ikalaani ama ikabariki. Kwa hivyo Abraham angeweza kubarikiwa sababu alitii sauti ya Mungu. Angeweza kubarikiwa sababu alitii mwito wa Mungu. Hapo mstari wa kwanza tu nataka niseme jambo. Abraham alikuwa anaishi katika nyumba ya baba yake. Na tukiangalia kuishi katika nyumba ya baba, katika maisha ya kiroho, manake kulikuwa asili. Ni mtu ambaye alikuwa iko asili ya babu zake. Abraham aliishi katika asili, mdependance ya ancêtre wake. Manake ni mtu ambaye alikuwa soumis ku loi traditionnelle. Mtu ambaye alikuwa katika ukoo wa baba yake. Tukisema nyumba ya baba ni kama ukoo. Abraham aliishi katika hiyo maisha, aliishi mdependance traditionnelle, aliishi mdependance ya miungu ambayo babake alikuwa anaiabudu, na inakuwa ni ngumu. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kukosa baraka za Mungu kwa sababu ya nini? Uko sumi ama umekuwa chini ya laana za familia, umekuwa chini ya laana za vitu ambavyo havimpendeze Mungu, na unakutana mtu anaishi. Najua kuna asili, kuna kanuni zetu za asili ambazo ziko nzuri, na kuna zile nyingi ambazo sana zimekuwa na misingi ya uchawi, misingi ambayo haipendezi Mungu. Sasa ukikuwa chini ya hizo laana, ukikuwa chini ya hizo sheria, ni ngumu. Yaani Mungu akamwambia Abrahamu, nataka nikutoe. Manake Abrahamu ilibidi atoke, akuwe derasine, aongolewe ndani ya hizo asili za baba, ili kwamba atoke. Biblia inasema sio tu katika nchi yake, lakini Bwana akamwambia atoke katika nchi ya baba yake, atoke katika nyumba ya baba yake, na atoke katika ukoo. Kwa Kifaransa wanasema la patrie. Un patriote ni mtu ambaye iko attaché sana kwa nchi yake. Patriote ni mtu ambaye anapenda nchi yake zaidi ya kila kitu. Biblia ya Kifaransa inasema, Mungu akamwambia quitte de ta patrie, sors de ta patrie. Patriote, nimesema patriote, unasikia hapa bahero, mtu alikufia nchi yake, ule ni patriote. Mtu ambaye ana upendo wa nchi yake. Ni kama vile unaweza kunileta Ulaya, niko hapa, lakini hata nitembee nchi ngapi dunia, mimi ni Mkongomani, nitoka Kongo, bado kuna hiyo upendo, hiyo amuri ya nchi yangu iko katika moyo wangu. Ndio vile vile patriote anakuwa. Sasa ole wako uwe attaché, uwe patriote mu vitu ambazo zimelaaniwa. Yaani patriote unaweza kumtoa katika nchi yake, lakini hautatoa nchi yake ndani mwake, sababu kila kwenye yako analala anaombea nchi yake. Kila kwenye iko anafikiria maendeleo ya nchi yake. Akifika mahali anaona nchi zimeendelea, anakuwa na hiyo wivu, anasema na mimi nchi yangu ingekuwa hivi. Mungu akamwambia toka katika patrie, katika ukoo wa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Luka 9:60 kuendelea huko, mtu anamwambia Kristo, niruhusu nene nikazike baba yangu. Yesu anakuita, masababu unaanza leta masababu, haufai. Yesu akamwambia acheni wafu waziki wafu wao. Yaani mtu anataka kukutoa katika mauti, ungali unaleta masababu. Kuna mtu ambaye ako katika vifungo vya familia, katika hali mbalimbali, anahubiriwa Injili, amini Yesu Kristo, utoe katika hali iko ndani, lakini mtu anaendelea kutetea mauti. Yesu anamwambia acheni wafu waziki wafu wao. Yaani wewe unaenda uzimani, lakini bado mambo ya huku unaachana nayo. Ukienda mbele, unapoitwa na Mungu, mambo ya ingine ambayo ni ya nyuma itakuumiza sana, itakuumiza mpaka utajipata uko katika hali, uko katika kamba. Last time nisema kuna mtu mwingine unaweza kutamani sana, natamani mtumikie Mungu, lakini kuna vitu zingine bado zinakufunga. Unajua mwanadamu ako na sehemu tatu, kuna corps, ame na esprit. Wakati unapokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha, esprit na mkubali, lakini kuna ile mwili, kuna kora na ame ya mtu, inachukua muda mtu akwe deliver.
Mtu anatoka katika hali mbalimbali. Kuna katika Matendo ya Mitume 8 mstari wa 9 kushuka, kuna mtu aliitwa Simoni, mchawi. Huyu jamaa alikuwa anafanya vitu kwa faida za watu wa dunia, alitumikia uchawi sana, na katika kutumikia uchawi alijulikana sana, aliogopwa na watu, na ilibidi akutane na mtumishi wa Mungu Filipo, alimhubiri Injili. Huyu Simoni akapokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha, na akakuwa mfuasi, akaanza kutembea na Filipo. Wakati Petro na Yohana waliitwa ili kwamba Samaria kulikuwa walisikia Injili imepokea, watu wamempokea Kristo huko, ilibidi waende na kuombea watu, kuwawekea mikono ili wapate nguvu za Roho Mtakatifu. Huyu Simoni akamwona, telmaki alikuwa ngali sana attaché. Unajua vitu vingine inabidi udetache, ukue detache ku tradition, ukue detache ku kutime, otherwise utaenda unasonga mbele lakini matatizo iki unakufuata. Hayo ndio maana nikasema unatamani kumtumikia Mungu, lakini kama ungali attaché ni ngumu sana. Kwa hivyo tamani sana deliverance, ili kwamba unapoingia kumtumikia Mungu utumikie Mungu katika njia zinazofaa. Ndio maana unakutana mtu anamtumikia Mungu lakini angali afanya rekuru kwa mababu. Ukipata mchungaji anakuambia no, tuliamini Yesu, lakini kama unaenda huko wanakuchanja, ile ni mababu zetu. Ule mtu angali lie sana, angali attaché. Unaona mtu aliokoka ni mtumishi wa Mungu, lakini ukizungumza mambo ya mchawi, unasikia mtu anatetea wachawi. Unaona mtu anatetea vitu ambazo za uzinzi, mtu anatetea poligamia, anakuambia hapana, poligamia sio mbaya, ni vizuri. Huyo mtu aliokoka, esprit yake iliokoka, lakini corps et âme bado ingali inahitaji deliverance. Sasa unatamani utumikie Mungu na hiyo hali, kuna viwango vingine ambazo utafika unakwama. Kwa sababu ya nini? Inabidi ufanyiwe deliverance ndio kwanza ujue hapa nataka nimtumikie Mungu. Unatamani nipate ndoa, natamani nipate successful marriage. Bwana Yesu asifiwe. Tamani deliverance kabla uingie, sababu ukiingia na hauna deliverance utakutana vitu nyingi ambazo utajiuliza ni nini, qu'est-ce qui ne marche pas. Inabidi kwanza ukue déraciné, inabidi kwanza ukue détaché katika ile misingi ambayo inafunga. Unajua mtu unatoka katika familia ambayo mwanamke mmoja angeolewa na wanaume 5 10. Umetoka katika familia ambayo inajaa polygamie, esprit ya polygamie. Sasa unatamani uolewe, unatamani kuwe na ndoa ambayo imefaulu. Inabidi kwanza kabla uingie, kabla ukamate maamuzi, ingia kwanza maisha yako, chunguza maisha yako, fanya deliverance ya maisha yako, ili kwamba unapoingia hiyo hatua uishi bonheur. Unajua ile bonheur familial sio seulement kuolewa ama ni, lakini ni kuishi katika ndoa. Unaishi katika maisha ambayo umesucceed. Ndio wanasema a successful marriage inakuwa prepared, inaandaliwa. Usifikirie maandalizi ni kusema tu nachumbiwa, lakini katika hiyo periodi ambayo unajiandaa, angalia ni vitu gani ambazo zinaweza kunwere familia. Unajua katika familia tumetoka, kuna vitu zingine inabidi tuzikate, na kama hatutazikata zitafata hata watoto wetu. Ndio unapata maisha, huyu mtoto anakuwa na hali ya tate, huyu mtoto anakuwa na hali ya nini. Kumbe ni sababu ya nini? Tuliokoka, ndio tunaamini Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha, lakini kuna vitu ambazo na vitu shughulikia. Ujue kwa nini Mungu alikuokoa. Mungu akamwambia Abraham, toka katika nyumba ya baba yako, toka katika taifa lako, toka katika watu wako, sababu anajua kuna tatizo kubwa. Je, kwa nini Mungu alimwambia atoke? Unajua baba yake na Abraham aliitwa Terashi, na huyo jamaa alikuwa ni idolatre, alikuwa ni mwabudu sanamu. Ukisoma kitabu cha Joshua 24 mstari wa 2, soma Joshua 24d, inaambia vile huyu Terashi alikuwa ni mwabudu sanamu. Na sasa wakati Abraham Mungu anamuita, ilibidi atoke katika madhabahu hii ya Terashi, sababu Terashi alikuwa ni mwabudu sanamu. Sasa itakuwaje mtu bado ako kwenye madhabahu ambayo ni ya uchawi na aanze kumtumikia Mungu? Ilibidi aongoe, ilibidi amuderasi. Kwa hivyo unaweza kuwa umeokoka lakini haujaongoka. Unajua kuna kuokoka na kuna kuongoka, ndio mtu anapita mdeliverance. Kuna vitu zingine ukizitamani kuzifanya na huyakuwa delivery, inakuwa ni matatizo, inakuwa ni tatizo kubwa katika maisha. Kumbe Mungu akusaidie sana unapotamani kumtumikia Mungu, unapotamani kufanya hatua katika maisha ya mbele. Mungu akupe ufunuo ni kitu gani ambacho kinahitajika ili kwamba usonge mbele. Otherwise utaenda unafika mahali pengine unakwama. Kwa sababu ya nini? Kuna vitu ambazo, kuna madhabahu ambayo inakuwa inakudai. Madhabahu fulani iko inakutafuta, inasema huyu mtu hataenda, tuko na yeye. Na unakutana shida katika maisha, mtu anajuza kwa nini vitu zingine haziendelee, kwa nini mambo mengine haiwezi kuendelea. Sasa huyu baba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa atashima kumiungu. Sasa inakuwa nguvu
Abrahamu, Mungu amtumikishe na Abrahamu kwenye hiyo miungu. Mungu akamwambia Abrahamu, ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mwanzo hapo 11 kuanzia 31 utaangalia baba yake na Abrahamu ndio mwenyewe alikuwa anaruhusu watu kutoka kwenda Kanani. Ni yeye alikuwa anapeleka watu. Ni yeye alikamata Abrahamu na mke wake, akakamata ndugu yake na Abrahamu na wote akaenda na wao katika safari kwenda Kanani. Ni yeye angeweza kuruhusu, maana Abrahamu alikuwa sous ordre ama autorite ya baba yake. Na hivyo walipoenda walikuwa pamoja kama familia moja. Biblia inasema baba yake na Abrahamu alikufa na miaka 205, desa 5 njoo alikufa. Yaani sasa, na baada ya hapo njoo Abrahamu sasa aliondoka kwenda kumtumikia Mungu. Unajua kuna vitu zingine katika maisha. Kuna watu wengine katika maisha ambayo inabidi watoke katika maisha yako ili kwamba usonge mbele. Katika familia kuna familia ambazo zinaangamia kwa sababu yani kuna mtu ambaye amekuwa ni mwiba katika familia, amekuwa ni blocage toute la famille. Hakuna mtu anaweza kusonga mbele sababu ya mtu mmoja. Unapata familia kuna mtu ambaye amekuwa kabisa ni mwiba katika familia. Hakuna mtu anaweza kusonga mbele as long as ule mtu anaishi. Unakutana hata mtu anaweza kuwa ni mama ama ni baba ama ni mjomba ama ni shangazi katika familia. Mtu amekuwa kabisa ni kikwazo. Mimi nimeona kuna mtu mmoja, huyo baba alikuwa na wasichana wazuri warembo. Alikuwa na vijana ambao wana akili sana. Lakini huyo mtu alikuwa ametatiza maisha ya watu, alikuwa ni mchawi. Na alipokuwa mchawi, wasichana wake wazuri wanaolewa, wengine wanatupa pale. Kuna vitu vingine katika familia usizione unaanza ni kawaida. Ni vitu ambazo ni laana. Msichana mrembo wazuri wanasoma sana, walikuwa na perform vizuri kwa masomo, unakutana msichana kuna akili mpaka unasema mwenye atao mtoto mwanamke atakuwa alipata mwanamke ana akili mwanamke, lakini bahati ya kuolewa hakuna. Huyo mzee alisumbuka sana, hata mke wake alimsumbua, lakini fika siku moja alikuwa anafanyisha watu kazi. Sababu alikuwa akiambia hata huko tajiri, anakuambia no, nimenunua mawe nataka kujenga nyumba yangu. Somba ile mawe peleke kule mahali wananijengea na utasomba bila wasiwasi, sababu alikuwa anamuogopa kila mtu. Lakini wakati huyo mzee alikufa, mabinti wake wote walishambuliwa. Maana unasikia kushambuliwa ya mtu anakuja anaoa, huyu anakuja anaolewa, huyu alitupwa anarudishwa, huyu alimbebesha mimba anatupa anarekipere, mpaka unakutana familia mzima ikafunguliwa. Kwa sababu ya nini? Mtu mmoja. Abrahamu wenda wakati alikuwa atashe sana babake, sasa wenda saa zingine babake bado angekuwa anaishi, hangekubali mwito wa Mungu sababu alikuwa mpendo, alikuwa ni fisi eneo baba yake. Sasa inakuwa ngumu saa zingine, angeweza kukamata maamuzi, baba yangu ako anaishi. Mungu akamchukua Terash, na alipomchukua Terash, Abraham alikuwa na urahisi sana wa kufanya mambo. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho aliondoa. Ndio maana nimekuambia katika familia, kutana familia imekuwa na problem iko kome, problem za kufanana. Kuna vitu ambazo zimekuwa katika familia zinafanya familia isiendelee mbele. Vile vile katika maisha ya huduma, kuna vitu vingine unaona azisaidie. Mtu anataka kusonga mbele lakini anabanwa kwa sababu ya nini? Kuna nguvu za madhabahu ambazo zinamuita. Kwa hiyo kama unataka usonge mbele, ufanye hatua katika maisha ya kimwili ya kiroho, inabidi ujue ni vitu gani ambazo zinanivamia katika familia. Unaweza kuwa umeokoka miaka na miaka, lakini bado kuna vitu ambazo zinapigana zinapigana wewe katika maisha. Unangangana na vitu, unapigana na roho na uliokoka miaka. Kwa sababu ya nini? Kuna vitu ambazo ziko katika mazingira yako, inabidi ukiri, inabidi ukate zile vitu ili kwamba maisha yako iendelee. Ndio maana unakutana mtu hata maisha yake ya uchumi inapigwa vita. Kwa sababu ya nini? Matatizo. Unajua mara mingi Mungu anataka kumuita mtu, anaweza kukudeplace kutosha milie moja na kupeleka milie ingine, na anakoka na sababu ya kuzifanya. Quelquefois inakuwa difficile kuevolue. Unakutana mtu, kuna maeneo saa zingine ulizaliwa hapa na hauwezi kuevolue pale. Kwa sababu ya nini? Kuna shida, kuna madhabahu ambao umeikala ndani na inabidi saa zingine uondoke. Doko unakutana kujiepanua ama kupanuka, inakuwa ngumu. Sababu ya nini? Kuna vitu ambazo ziko katika maeneo ambayo unaishi. Na uenda na sana sana kama ni familia ambayo ina uchawi, inakuwa ngumu. Kuna watu wengine ambao wana ahadi za Mungu, hawawezi akaprogress ama kwenda mbele kama bado wanaikalia hizo wanaikalia huko. Inakuwa ngumu. Mtu ambaye ana nyota ya Mungu, inakuwa ngumu hata katika familia yako. Kama familia ina uchawi, hawezi ukademere, hawezi ukaprosperi ama kuepanui. Maisha yako inabakia tu ni pale pale. Kila mtu akitaka panda anarudishwa. Sasa wale watu ambao wana nyota ya Mungu ndio unakutana shetani anapiga vita mpaka wasahau, anajua ule akiinuka tu familia mzima inaweza kuwa na chance ya kuwa deliver. Lakini shetani anatafuta
apige huyo mtu, ili kwamba na uchumi na kiroho maisha yako isongake mbele, ubaki yake tu ni uko tu wanakuchorea maeneo ambayo utazunguka ndani, hautavukaka hapa. Ili jambo la maana sana katika maisha. Mungu anapokuita, nimesema anakuweza kutosha katika maeneo ili akupeleke mahali pengine, na anaweka na sababu. Ndio maana wakati Naomi alikuwa ni mjane, alikuwa na mabinti wawili, walikuwa wabibi wa watoto wake, kulikuwa Orpa na kulikuwa na Ruthu. Wakati Naomi anataka kurudi sasa kwao, huyo Orpa akasema mimi naenda, ninaachana wewe. Akamwambia mwende, naona basi sina tena watoto, hata kama leo Mungu akinibariki vijana hawezi tena ukaoa, kia hivyo mwende. Hiyo moja akasema mimi naenda, akamkumbatia akaenda. Ruthu akasema mimi sirudi, akamwambia Naomi, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, taifa lako litakuwa taifa langu, mahali utazikwa nitazikwa na wewe. Sababu alikuwa anajua huku kuna Mungu, mimi sirudi tena, huku nyuma kuna miungu, inabidi niambatane na huyu. Na akambatana naye. Na ukiona maisha ya Ruthu vile ilikuja, ilikuwa ni tofauti. Mungu anaweza fanya kitu ili kwamba akueparnie na tatizo. Mungu anaweza kuambia move, toka hapa wende hapa. Wewe unafikiria Mungu anafanya vitu kwa upuuzi? Hapana, Mungu anafanya kitu na malengo. Ukiona wakati Yesu anazaliwa, Mungu alimwambia, usoma Mathayo 2:13 kushuka. Mungu alimwambia Yusufu, akamwambia kamata mtoto, vuka naye Misri, kwa sababu utarudi hapa wakati Herodi atakuwa amekufa. Herodi alikuwa na plani ya kutaka kuua watoto wanaume wote, na sasa ikabidi Mungu amwarifu Yusufu, anamwambia chukua mama na mtoto, enda Misri. Vita itakapoisha, huyu ndugu atakapokufa, nitakapokumuondoa uzima wake, utarudi. Sasa ukikuwa na upuuzi, na sasa mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi nimeitwa na Mungu, siwezi kukimbia. Ndugu yangu, kama Mungu amekwambia fanya hivi, don't hesitate. Unaweza kuumiza maisha yako inaweza kuwa kwenye shida, sababu Mungu anaona zaidi ya vile sisi tunaona. Kuna vitu vingine saa zingine hautaziona, lakini uko mbele ziko. Mungu anakwambia move. Mungu akamwambia toka. Yusufu alitoka. Mungu anafanya vile. Nilisoma Yakobo alipoenda kwa katika nchi ya Labani, alifanya kazi, alitumika kama kazi ya punda. Ikafika wakati nyingine Mungu anaona maisha ambayo Yakobo ameipitia katika hiyo mji, na hakuna shukrani. Watu hawana shukrani, unapondekana usiku na mchana, unavunjika magoti kuvunjika, lakini hawaone faida. Kwa sababu ya nini? Asili ya mwanadamu. Mungu akasikia huzuni, Mungu akasikia huruma, akamwambia Yakobo, toka na usilage, enda. Rudi kwa baba yako. Matatizo ilikuwa nimeisha kuimaliza. Huyu ndugu yako Esau amekuwa tayari kukukaribia na kukusamehe. Mungu akamwambia Yakobo, toka. Yakobo alitoka. Maanake Mungu anaweza kuifanya kupitia njia mbalimbali, na inategemea na circumstance gani nyuko nayo. Ya maana inabidi ujue kuwa mwangalifu sana na ukuwe makini kusikia sauti ya Mungu. Mungu anaweza kuzungumza kwa njia mbalimbali bila wewe kujua. Na kama huko mwangalifu, unapata unakwama, huko unaingia mashida, huko unaingia mashimo na mashimo. Kwa sababu ya nini? Unakataa kusikia sauti ya Mungu. Mungu anakuzungumzia njia tofauti, anakuambia ondoka, move. Unakataa kumove. Unasema hapana, mimi kabisa nikifanya hivi itakuwa namna gani? Usianze kujiuliza vitu vingine, usijiulize, fanya hatua, mengine utajua baadaye. Unajua kuna vitu vingine uenda sasa hivi katika familia, vita zinainuka, vita za nguvu. Kumbe Mungu anataka tu akutoe wewe mtu mmoja. Unakutana familia mzima, sasa zingine ukishavuka ndio unasema kumbe hii vita ilifanyika katika familia. Ni Mungu ndiye alikuwa anatafuta kuniondoa katika hizi shida, lakini itakuwa ngumu wewe kuelewa. Wenda unapitia shida, unapitia matatizo mbalimbali kwenye huko. Mungu anatumia saa zingine violence kukutoa. Yeye ni force. Kuna wakati ambayo shetani, ukiona hata muarme, kuna wakati mtu amesha resist sana, anatuma force ya nguvu kwenda kumtoa kwa nguvu. Kwa hivyo unakutana vitu vingine zilipita katika maisha yako, Mungu alipermete zile violence zikuwe ili kwamba akuongoe, akutoe. Lakini kama utakuwa mtu wa kutokusikia sauti ya Mungu, unakutana maisha yanaangamia. Kuna wakati mwingine unakaa fasi moja unasema kumbe hii mambo yote nimenifuata katika maisha, Mungu kweli alinipenda. Kumbe Mungu, unaangalia kwenye ulitoka, watu wamekufa, wanazikwa usiku na mchana, lakini Mungu alikuondoa tu, alikupitia njia ambazo haukuweza kuelewa. Baadaye unasema kumbe Mungu ulikuwa mwema katika maisha yangu. Kwa hivyo Mungu anapokupitia hayo mambo yote, usiwaza anapitia kwa bure. Kuna ahadi mbele ndani ya maisha yako. Kuna kitu ambacho mbele utaweza kufanya kikubwa, lakini inabidi sana utamani kujua, tamani kumzongelea Mungu, tamani sana kumuuliza Mungu, kwa nini umeniokoa katika haya mambo yote? Sababu wengine walikufa, wewe Mungu amekuokoa. Wengine bado saizi wanaishi katika laana, wanaishi katika sumisio za ukoo. Maisha yao imekuwa kabisa ni magumu sana, lakini Mungu amekwambia songa mbele. Inakuwa ni ngumu sana.
inakuwa ni tatizo sana katika maisha. Unakutana kila kitu kinashindwa. Kwa nini? Qu'est-ce qui ne marche pas? Hapana. Shetani anaangalia ule mtu ambaye ako na nyota, ule mtu ambaye ako na kitu ambacho kikiinuka, kikisimama, kitakuwa ni element dangereux. Kwa sasa inabidi akipiganishe, akibanishe chini. Na hapo je, nimekwambia Mungu anapokuambia songa mbele, usihesite. Kuna circumstances zingine unajipata ndani, saa zingine unaanza kujilaumu. Hapana, kuna njia zingine unajipata niko hapa namna gani? Mungu alipermit ukue pale kwa sababu kuna kitu ambacho amekuokoa. Wenda saa zingine kesho utakuja kuokoa wale watu ambao uliacha pale. Yusufu alienda namna gani? Ndugu zake walimuuza, wakaua wanauza. Kumbe yuko na mweparini na matatizo, na baadaye Mungu alikuja kumtumia Yusufu ndio alikuja kuwasaidia. Kwa hivyo vitu vingine Mungu anapermit katika maisha, usipime kuhesite na Mungu, utaweza kupata matatizo. Unakutana na watu wengine wamekuwa na esprit orgueil. Mungu akimwambia kitu anaona hapana, nataka kulinganisha na Mungu. Mungu anakuwa anajua danger itatokea. Mungu akikuarifu, kuna wakati Mungu anaanza kutokea kwa ndoto. Mungu anaanza kutumia nabii. Mungu anaanza kutumia hata shairi ya Biblia nakwambia fanya hivi. Sasa Mungu anakunjona, unapata wakati mwingine Mungu anakuambia nimekutumia manabii sana, umepinga. Kwa sababu ya nini? Uko mwasi. Na hivyo ndio unakutana kunakuwa na tatizo. Hauhitaji kuuliza Mungu maswali wakati Mungu anakuambia go. Hauhitaji kumuuliza maswali. Kuna vitu vingine nimekwambia hautaelewa wakati bado zinafanyika. Ukifanya hatua mbele ndio utaona kumbe nilikuwa mshimo, kumbe nilikuwa kwenye shida, kumbe nilikuwa kwa tatizo, lakini Mungu alipermit kitu fulani kifanyike ili kwamba akuokoe, akuondoe kwenye hiyo kamba. Mungu anapermit situation fulani ifanyike ili kwamba akuondoe. Nimekwambia familia, vita zinakuja unatoka. Kuna vitu zingine hata Mungu anaweza ruhusu mtoto mdogo anazungumza maneno, ama mtu mzima ananena tu jambo fulani kwa mdomo, kumbe ni contrandi. Unajua shetani anaweza kuwa na vikao, wanapanga vikao juu ya maisha yako, wanapanga. Wakipanga usiku haujui na haukuwa unajua, lakini kwa sababu Mungu wetu anakuwa anakesha juu ya maisha yetu, utapata tu mtu anaachilia tu maneno parerere, kumbe Mungu alipermit aongee matope ili kwamba upate kwambia unasikia sasa ili ndio limepangwa. Lakini sasa wewe kwa sababu unasema hapana ndugu yangu, hapana, fanya vitu zingine. Kuwa natamani sana kusikia Mungu anazungumza nao kwa njia gani. Unaweza shangaa mtoto anazungumza tu, unasema hapana, ni mtoto aliongea. Hiyo si ya mtoto, ni wewe mwenyewe unajijua maisha yako, unajua kile kitu ambacho unapitia. Kwa nini Mungu anapermit? Mungu anatumia sinye mbalimbali kwa kusema na watu. Mungu anaweza tumia njia mbalimbali kwa kuzungumza na watu wake. Kwa hivyo ukikuwa mtu ambaye uko unazuba, ni ngumu sana. Ndio maana nakwambia kuwa mtu wa kutega masikio sana. Tamani sana kumwambia Mungu unifungue masikio ya kusikia ili kwamba nijue ni wewe unazungumza ama ni nani. Ndio utapata mtu anafanya erere fulani, kumbe ile erere hayaifanya. Ndio wanasemaka chungu ya shetani kwake na mfuniko. Kila wakati upepo ukikuja piu unaruka, unaona venye viko ndani. Ndio unakutana vitu vingine vinafanyika par erreur, kumbe ce n'est pas une erreur, ni juste kukusauver. Mungu anataka move, toka, enda. Lakini unashangala kesho unakia kutana, ukishaelewa ndio utarao hautalaumu, utasema kumbe sitalaumu kitu fulani, sitalaumu mtu fulani kwa sababu alifanya jambo fulani, nimeelewa mipango ya Mungu juu ya maisha yangu. Kwa hivyo Abraham alipitia vitu nyingi sana. Abraham alikutana vitu nyingi sana, lakini Mungu ilikuwa ni hadi. Wakati unakuwa na ahadi za Mungu katika maisha, usiwaze vitu zitafanyika tu kirahisi. Hapana, kuna mitihani ambayo utapitia. Ili kwamba ufikie hizo ahadi ni ngumu. Mungu alikuita, lakini kufikia hizo ahadi kuna vitu nyingi ambazo zinakuwa zinakutana mtu katika maisha mpaka unajiuliza nimefanya nini? Wakati Abraham anakubali, Mungu anampromete, anamwambia nitafanya taifa nzima, watu wote watabarikiwa kwako wewe. Baada ya kukubali mwito wa Mungu akamwambia kila kitu. Imagine Abraham alikuwa hana mtoto kwa hiyo wakati. Biblia inasema Sara alikuwa tasa, lakini akasema mimi nitaenda. Na hakuna kitu kizuri kama kutii. Kutii ni bora kuliko zabihu. Mungu anataka moyo wa kutii. Mungu anakuambia fanya hivi, tii. Usitaki kuuliza Mungu, mbona hapa kwenye unanituma ni pabaya? Mbona hakuna? Sio wewe. Alimwambia Abraham nitafanya jina lako kuwa kubwa. Maana Mungu, last time nisema, Mungu anapokuita, Mungu ndiye anafungua njia, Mungu ndiye anafungua kibali. Usitafute kukubaliwa na watu wakati Mungu anakuita. Mungu mwenyewe atakufungulia kibali. Lakini kubali kwanza mwito wa Mungu. Sikia sauti ya Mungu na uifuate. Usiangalie mbele. Unajua macho ya mwili na inaafekte sana vitu tunaona. Mwili na kitu unaona katika macho ya mwili kinakuwa kinafeta, lakini nataka uangalie ile tatizo uko unaliona mbele yako, uiangalie katika kiroho. Ni bure sana, ni chini kabisa, haina nguvu juu ya maisha yako. Kama Mungu alisema kitu juu yako, ni lazima utembee katika sauti ya Mungu na itakusaidia. Unajua ahadi za Mungu kwa Abraham zilikuwa nyingi sana. Na nataka nizungumzie jambo kidogo kuhusu
ahadi za Abrahamu. Abrahamu ilikuwa saizi tuko karibu, ilikuwa karibu 4000 miaka 1000 tangu Abrahamu, lakini mpaka leo tunaishi baraka. Ahadi za Mungu bado zinaendelea kutimilika katika maisha yetu kama vile wa Kristo. Miaka na miaka, zile ahadi baba yetu Abrahamu aliahidiwa na Mungu, mpaka leo tunazienjoy, tunaziishi. Make peu importe temps difficulté inaweza kuja maisha, lakini usiku wake na give up ama kuvunjika moyo haraka bongo. Shetani anajaribu akupige. Vita ambayo shetani yuko nakupiga ni kutaka usifikie kile ambacho Mungu alikwambia utafanya. Jamais usimpermettre. Usikubali kabisa shetani akukanyange chini, sababu vita ambayo anakupiganisha ni kuona ahadi mbele ni kubwa. Sasa inabidi akupige vita mpaka uvunjike moyo, ugive up, ujisikie kabisa. Unakutana na huyu watu wanakuvunja moyo, wanakupiga, usivunjike moyo. Simama kwenye msimamo wako, don't give up. Njoo silaha kubwa shetani anapiganishaka ni silaha au unashangala unaenda kwa hospitali, daktari anakuambia uko na magonjwa fulani, lakini Mungu anakuambia mimi nimekuponya. Can you imagine umepata message ya uponyaji na huko daktari anakuambia result nyingine tofauti? Hapo ndio vile Mungu anataka aone kwanza msimamo wako namna gani. Mungu alikuwa anaambia na Joshua, mji huu nimeutia katika mikononi mwako na wafalme wote nimewatia kwako, na Joshua hajaingia. Mungu amekupatia victory, unatembea na victory, lakini shetani anatafuta akuletee vitu vingine vyenye vitakuvunja moyo mpaka ugive up. Nataka nikwambie ahadi za Mungu ziko mbele zako. Kile ambacho Mungu alinena na wewe miaka ilipita, ndugu yangu, dada yangu, unanisikiliza, usivunjike moyo. Donc ile entourage, vita ambao unaona zinazunguka kwako wewe, usiwaza sema zinazunguka sababu ya nini. Kuna kitu ambacho ulifanya kiambaya, lakini kuna jambo ambalo shetani ameona katika maisha yako, na hiki kitimilika, ninapata shida. Sasa wakati hizo ahadi zinakuja, ndio unakutana shetani anataka aamuke kila siku, akilala usiku na mchana shida. Akikushinda wewe, anaingia mume wako, akiingia mume anaingia watoto, anaingia uchumi, maisha. Donc anataka akupige maeneo zote ili kwamba usifanikiwe na uvunjike moyo. Kuna watu wengine wamevunjika moyo, nasema Mungu wako wake, Mungu asemake, Mungu alisemaka na mimi, kumbe ilikuwa ni bongo. Kama Mungu alizungumza na wewe ndugu yangu, dada yangu, ni lazima Mungu atatimiza kile alisema na wewe. Kama utatembea katika sauti ya Mungu, Mungu atakifanya. Kama ulikuwa na maono, kuna ndoto ambayo ulipataka miaka, Mungu anakuambia nitakutumikisha hivi na hivi, ndugu yangu, kwa ukiombea hiyo ndoto siku moja itatimika. Usiangalia mazingira ambayo uko ndani. Mungu anaweza kukutoa pale kwenye huko, ni kwa utamani kukua delivery, na Mungu anaweza kudeliver na kutoa pale na nakupeleka mbele. Kwa hivyo usivunjike moyo. 4000 lakini mpaka leo tunaishi ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Israeli walikuwa na ahadi, mji wa Kanaani. Lakini ile generation ya kwanza yote ilikufa kwa sababu ya nini? Walikuwa ni watu waasi, ni watu ambao hawakuweza kusikiliza Mungu. Walikataa kusikia sauti ya Mungu, na ndio maana waliangamia. Walioingia ilikuwa ni watoto wao. Kumbe unapokuwa katika ahadi za Mungu, kuwa makini sana, sikiliza sauti ya Mungu. Mungu anataka nini? Hapana kusikiliza entourage sana, lakini tenire sana kwa kile kinyi Mungu alikwambia katika maisha. Ni wewe unakijua, mimi sikijua, lakini kuna kile kitu ambacho Mungu alizungumza na wewe. Na wewe unakutana na obstacle, unataka ku give up, usigive up. Hiyo ndio silaha za shetani. Ukisoma hapo mwanzo Genese, ni hapo Genese 12 tunasoma. Ukisoma hapo 12 kuanzia mstari wa 7 mpaka 10. Sitasoma sababu ya muda, lakini Mungu akusaidie usome kuanzia hapo kuseti mpaka 10. Tunaangalia ahadi za Mungu juu ya Abraham. Mungu alipomwahidi anamwambia kila kitu chote, lakini changamoto zilikuwa pale vile vile. Wakati Abraham anahaidiwa, kulitokea changamoto, njaa ikaingia. Bwana Yesu asifiwe. Abraham alipitia njaa, na hiyo njaa ikambidi Abraham akimbilie Misri kwenda kutafuta msaada. Na tatizo alifanya, ndio mistake ya kwanza Abraham alifanya, anakimbilia Misri bila hata kumwambia Mungu. Sababu angemwambia Mungu nenda Misri, wenda Mungu angemkubalia. Abraham akimbilia Misri kwenda kutafuta msaada sababu ya njaa. Ile kitu ni ngumu sana. Unajua mara nyingi wakati tunakuwa na matatizo tunafinire kwenda kukonsulte wachawi wa marabu. Na hapo ndio shetani anafurahi sababu tunafungua mlango. Unajua unaweza shangaa nyumba yako natembelewa na wachawi namna gani, maisha yangu ndoto za mbaya wachawi. Kumbe wewe mwenyewe unataka kunya tu dawa. Wewe unatafuta dawa mapenzi. Mapenzi gani? Kumbe shetani iko naingia. Hakuna kile shetani atakupatia yake bure. Wakati una ahadi za Mungu, Mungu alikwambia nitakupatia ndoa na uko na ndoa. Ile ndoa inabidi uifanyie kazi. Shetani anakuja katu ili afungule tu milango kidogo ili kwamba uropoke, uponyoke na wajipata shida zangu maisha yangu. Kule kwa shetani unaendaka hawache kitu bure. Shetani hakupatia kitu kwa bure. Shetani utampatia, anaweza kwambia no, unanipatia hii, patie tu mayai, liai tu, si wanasema njoo wanasema kama mayai. Kuna kitu kikubwa ambacho ametoka katika maisha yako, inabidi kitu wewe mwenyewe uachilie umpatie.
Sasa shida zinakuja, wakati ya shida tunakimbia sana huko kutafuta misaada, na hapa njaa ikafanya Abrahamu akaenda Misri. Na huko Misri Abrahamu alikutana na matatizo ya kila aina. Alifurahia, alikula chakula. Kwa sababu ya njaa walimpatia kila kitu, alipata kule. Lakini sasa unajua wakati shida inakuja Mungu hatuachake. Huyu Elia alipitia shida, lakini Mungu alimpermit. Wakati Mungu alimuita Elia alienda, alifuata mwito wa Mungu. Hakutaka kuuliza Mungu itakuwa na mwana, njaa ikampata kule. Biblia inasema Mungu akaruhusu korbo zimulishe chakula. Wakati Mungu anakuita, peu importe circonstances unajipata ndani, Mungu anafungulaka njia, utakula kwa neema tu. Unakutana kitu kinakuja, neema tu inaanguka ya Mungu, unapata kitu mpaka unajiuliza finalement nini mbaya? Hivi imetoka wapi? Kuna vitu vingine saa zingine unaanza jiuliza ndakuwa ndafanya nini? Kumbe Mungu anataka tu aone vitu zingine unazipitia, unapita mpaka unaanza kujiuliza Mungu ni nini? Mungu anataka wakati tunapitia shida tukue kimya, na yeye mwenyewe anaweza kafungua njia. Mungu anataka shida zikikuja, kama ni yeye alituita, tumtegemee, tumtafute yeye mwenyewe, sababu yeye ndiye mwenyewe anawaka na jua. Sasa Abrahamu anafika kule, njia anaenda kule, akasema basi nitafanya nini? Acha tu ni kule. Acha tu niingie hapa wanipatie, nipone hata njaa. Biblia inasema Abrahamu huko Misri alipewa. Na alipopewa chakula, alipewa kila kitu chote. Utasoma tu hapo 7 kushuka. Abrahamu alishughulikiwa vizuri. Na aliposhughulikiwa, kumbe ajue ni nini shortcut ambayo amepiga. Na hapo nimekwambia Elia alilishwa na korbo zinatii. Unajua korbo ni nini? Unaona mpagani mwenye hamjua hata Mungu anza kukuta toka mjara sasa. Pasteri maskini kamata hata $100 ndo kule. Ile ni korbo. Mungu amepermite korbo, aninyang'anya korbo. Peleka. Unajua korbo anachukua mkate anakula. Korbo ni nyama ambayo inakuwa na buro, iko na buro sana. Sijui buro mtaelewa namna gani. Korbo ni nyama ambayo kabisa iko na tamaa sana. Korbo ana resiste mkate kukinywa, anapeleka bila kuimeza. Korbo kuna tu mkate ni anakula, lakini Mungu anapermite korbo, wende ulishe mtumishi wangu. Hayo Mungu anapokuita aseme no, sababu niliitwa na Mungu siwezi kutana na njaa. Hapana, siwezi kutana na shida. Ni lazima shida zitakupata katika maisha. Ile ni kitu nataka nikwambie, unapoitwa na Mungu usikuwa na shortcut. Kila shida itakuja, mwambie Mungu. Abrahamu akakimbia kule, alipewa chakula, alipewa kila kitu, lakini sasa madhara ilikuwa namna gani? Najua mkate situme unapoteza mwito wa Mungu. Mkate situme unapoteza karama Mungu alikupatia. Yesu vile vile alijaribiwa baada ya kufunga siku 40, alikutana na ibilisi. Njaa, Biblia inasema Yesu alikuwa amechoka na amehisi njaa. Ameomba. Imagine umeomba maisha yako umeomba. Kisha unakutana milango zingine zinafunguka. Hapana kurukia kila mlango, angalia Mungu, mapenzi yako yafanyike. Kila mlango itafunguka katika maisha yako, sio mlango wa Mungu mara nyingi. Uliza Mungu kile ambacho umekusudia juu ya maisha yangu kifanyike. Naambia geuza hii mawe yawe mkate. Njaa inatufanya sasa tutafute mikate kwa nguvu. Mama uko kwenye ndoa na nimekosa maisha, sina maisha, acha niuze mwili wangu ili watoto wangu wapate chakula. Hiyo ni njia ya ibilisi, ni njia ya shetani. Inakuwa inafanya tena ahadi za Mungu zinasonga mbele. Unajua tunapoenda consulter shetani, marabu, mapepo, inakuwa inapuse tena ahadi zinaenda mbele mpaka unakutana mtu anazeeka na iko na ahadi za Mungu katika maisha yako. Sababu ya nini? Desobedience, kutokusikia sauti ya Mungu inafanya mtu anakuwa na shida. Jambo la pili, ukisoma katika hapo ukisoma ku verset 11 mpaka 13 huko Misri Abrahamu alianguka katika dhambi ya uongo. Akaambia mke wake, utasema huko dada yangu, ili kwamba nipate chakula, tupate chakula. Asa utasema niko kaka yako, ili kwamba tupate chakula. Akapata. Alitumia uongo na akapata. Lakini nataka twende na wewe polepole. Uangalie madhara ya kile kitu ambacho utakipata munjia ambazo zimpendeze Mungu. Sababu una ahadi za Mungu, kuliko ungojee sauti ya Mungu, unatembea katika njia zako. Abrahamu akapata kile alichopata, na watu walikuwa naye wakafanikiwa akapata. Sababu ya nini? Mke wake ni dada yake. Akatumia silaha ya uongo kusema, unajua uongo ni dhambi ambayo inaonekana kama ni kaujanja kadogo, lakini iko na madhara mingi sana. Abrahamu akapata chakula, akapata mangamia, akapata mambuzi, kila kitu. Biblia inasema, utasoma hapo, alipata kila kitu. Najua ndio maana nimesema hizi vitu zinafanyika. Hata kuna watu unakutana na maskini, ameshindwa kufanya maisha, ameshindwa kutafuta maisha, ama alipata nafasi ya kupata maisha akashindwa kupanga maisha mapema. Inafika wakati mwingine anambia mke wangu,
unajua mtu fulani anakupendaka, ule mtu tupange deal. Nimeona hizo vitu sana zinafanyika. Na dada yangu, nataka nikwambie, mume wako akianza kwambia katika biashara kama hizo, ule mtu hakupenda na kuexpose. Nimeona mabinti wazazi walichezea maisha, kisha nafika wakati mwingine amekomalisha wasichana, anaanza enda ukaniletee kilo ya nyama, uende hivi na hivi, anatumia binti yako kwa sababu ya biashara. Dada yangu, kuna laana ambazo unapeleka katika maisha yako, hapana kukubali. Ikifika ile kiwango mama anakwambia wewe ndio nitafutie chakula, siwezi kosa njaa, siwezi kuwa njaa, niko na wasichana warembo. Kama kuna njia ya kufanya biashara, fanya biashara, lakini akwambia ndio kwa njia ya uzinzi ama njia yoyote ambayo mpendeze Mungu, anaingiza maisha yako kwenye hatari, analeta laana katika maisha yako. Kuna vitu vingine unaenda ishi kwenye ndoa na ulikutana na vitu zingine zenyewe ulikutana nazo kabla uolewe, zinakuwa kwa madhara katika maisha yako, matatizo yanakupata kwa sababu ya nini? Ulikuwa unatafutia wazazi chakula, nenda utafutia sukari, nenda utafutia mkate, kumbe uko unatafuta mkate na uko unaingia kwenye shimo. Hizo vitu zinafanyika sana. Abrahamu alianguka kwenye hiyo dhambi, akaanguka kwenye hiyo makosa na ikakuwa shida. Verset 17 mpaka 18 inaonyesha vile Mungu alimpiga Farao kwa sababu ya kukamata mke wa mtumishi wake mateka. Mungu alimpiga huyu mjamaa, kumpiga kabisa na watu wake, na baada ya kumpiga huyu jamaa kasikia kabisa, anasikia vibaya. Wekoma kumwona nidanganya na kuja kwa Abrahamu. Kwa nini umenidanganya? Hakuna kitu kibaya mwanadamu Mkristo, kama mtu amempokea Kristo, unakuwa ridiculize na mpagani. Kwa nini wewe unanidanganya wewe? Inakuwa ni aibu sana. Mpagani anakukorije, mpagani anakupatia correction, mpaka Abrahamu anajisikia ridicule. Abrahamu anajiona ridicule mbele ya mpagani Farao, kusema nina danganya huyu mtu, na huyu mtu anafarevere kujua kama ni mdanganya, mpaka anamridiculize. Inakuwa ni aibu sana. La fois passée nilikuwa nimezungumza kuhusu mtumishi wa Mungu mahali alikuwa anahubiri mahali, anahubiri injili, watu wamepokea neno la Mungu mpaka kabisa wamejazwa. Kulikuwa mpagani moja huko, alikuwa ni tajiri. Ule tajiri alikuwa kabisa, ilikuwa ni siku ya seminari, siku ya mwisho. Jamani, kama anajisikia sasa, mara hiyo leo nitatoa maisha yangu kwa Kristo. Walioalika ule mtumishi wa Mungu kwenda kuhubiri, akamwambia ma seminari, tunaona watu wamebarikiwa, badilisha maneno, badilisha mahubiri, hubiri watu wa sadaka, watoe sadaka. Mule mlikuwa mpagani mwa tajiri na pesa, na ule mtu, unajua kuna mtu ana pesa lakini kumkosa Yesu katika maisha yako ni hasara kubwa. Ule ndugu akaamka anambia, yani mumeona tu siku ya mwisho ndio mbadilishe hii mahubiri. Mimi kwenye niko sana sikia kubarikiwa. Ni pesa ngapi ambazo mnazitafuta nizitoe? Mhubiri endelesha mahubiri. Mhubiri anasikia iko ridicule mbele za watu. Watumishi wa Mungu wanasikia iko ridicule. Kwa sababu ya nini? Materialism imefanya watumishi wa Mungu wengi tunaanguka kwenye mashida. Kwa sababu ya kunini? Material. Tumekuwa wengine, kuna wengine wamebarikiwa na Mungu lakini hawariziki. Nataka ndugu yangu ujue kama katika maisha na bidii zingine turiziki. Sijamaanisha tusichoke kutafuta, lakini kiwango ambao uko nacho rizika, na ukirizika na hiyo ndio Mungu anakuletea vitu zingine. Abraham alikuwa ridiculize na Farao, mpaka inakuwa wakati Farao sasa huyu ni mtumishi ama nini, unaona vitu zingine mpaka inaleta ni aibu. Mpagani akamreprimande, mpagani Farao akamkemea, na ikakuwa ni shida. Jambo lingine, huko Misri Abrahamu alipata mangombe, walipata mafugo, walitajirika kila kitu. Na baada ya kutoka, Abrahamu alitoka kule na wafanyakazi wengi, alitoka na mali mingi na alienda. Sasa kuna miongoni mwa wale watu ambao Abrahamu alitoka nao Misri, kulikuwa mjakazi mmoja, mfanyakazi wa mke wake, anaitwa Agai. Huyo Agai alikuja kwa occasion de shit ya Abrahamu baadaye. Ndio maana kila kitu utapata kwa shetani. Shetani hatakupatia kitu bila kukuwekea, kukureserve fast kwenye atakubomolea. Huyu binti alikuwa kijakazi wa Sara. Na ni mmoja wapo wa baraka wa mali ambao Abrahamu alitoka nazo Misri. Kwa hivyo kule Misri kwenye unaenda, najua utapata tu, unapata. Lakini kuko fasi moja shetani atakaonjea, unakutana mtu shetani alimpatia pesa lakini anamwachia kiwelewele katika familia. Mtoto mwenyewe utakuwa unamuona kila siku unaumia. Mtu ambaye anarizi, shetani anakupatia mali lakini anakunyima warizi. Wale wote ambao wangekuwa na akili ya kurizi ile mali wote anachukua. Unapata mtu anahangaika. Shetani hatakupatia kitu kwa bure. Abrahamu alitoka na kila kitu, alitoka na mali, alitoka na vitu zote, ni tajiri. Lakini huko mbele kuna kitu kimoja alienda nacho. Miongoni mwa hizo baraka zilipata, kulikuwa huyo msichana
Na huyo ndio alikuwa shite, ndio alikuja kwa occasioner shite, ndio mwenye Abrahamu alikuja kazini na yeye, ndio mwelekea kwa occasion ya kumgonga Abrahamu. Kwa hivyo Mungu akusaidie wakati umeitwa na Mungu. Kuna ahadi kubwa mbele za Mungu amekuitia. Mungu haziita mtu kwa bure. Mungu amekuita, sijui miaka imepita na hujaona hizo kitu zinatimilika. Nataka umrudilie Mungu, naanze mwambie Mungu, unisaidie, nataka nione ahadi zako zikitimika katika maisha yangu. Mwambie Mungu, ni kitu gani ambacho kimekuwa kizuizo? Ni kitu gani ambacho kinaweza kuwa obstacle juu ya maisha yangu? Na wewe kama ulienda tafuta kwa shetani, nataka uachilie kila kitu ambacho shetani alikupatia, hajakupatia kwa ukweli. Kuna kitu ambacho anakuima. Shetani anakupatia kwa mkono wa kushoto, kwa mkono wa kuume, na mkono mwingine anakuficha. Ndio anakuoneshaka plan A, alafu anakuficha ile siri zingine ambazo amezificha juu ya maisha yako. Ni ngumu sana. Anakupa magari, anakupa kuna wengine hawapate usingizi, hawalali. Alipata pesa za ibilisi, lakini maisha yake yote analala kwenye choo. Alipata kazi mzuri, matatizo yake yuko. Alipata mume, anaambia nipatie madawa za kupata mwanaume. Shetani anakupatia, lakini anakupatia furaha ya ndoa na kunyima nayo. Ama watoto unaweza kuzaa, kumbe ndio sadaka ile anambia, si nikupatiaka ndoa ndio. Sasa hii ndio malipo. Unakutana hauna furaha kwenye ndoa yako. Sababu ya nini? Matatizo yako pale. Ndio maana nimekwambia unapokuwa na hali za Mungu, kuwa makini sana. Usilale. Kuwa mwangalifu sana. Nataka kujua. Niko kwambia dada yangu, nataka kuingia kwenye ndoa. Angalia kwanza maisha yako. Angalia familia ambayo unatoka ndani. Mungu nisaidie nijue kabla niingie ni vitu gani ambazo zinatakana nishughulikie, ili kwamba nikiingia nikahisi furaha ya ndoa. Nikahisi kabisa bonere ya familia. Kwa sababu ya nini? Nimeingia baada ya kukata. Hata partner mwenyewe umependana naye, kabla umpendana na mtu sio vibaya kupendana, lakini tamani sana kuingia. Unajua watu wengine wamekuwa tu ni maisha ya out, twende out kuenjoy, lakini sehemu kubwa ya maisha ungetamani sana ni kutaka kujua eta spiritual ya mtu ambaye unajoin naye maisha yako. Itakuwa ni kitu cha maana sana, sababu wenda kama mumpenda unaweza kuzikata kabla muone na yeye, na mtaingia mnaenjoy maisha, mnaenjoy ndoa. Lakini unakutana mtu ambaye ameishi kwenye miungu, mtu ambaye alikuwa hajatoka kwenye miungu, hajarenonce, unamleta sasa, nimepata mrembo, nimepata nini. Utaona tu sura, lakini hutafurahia maisha. Nilisema last time, unataka kumtumikia Mungu, natamani mtumikie Mungu. Je, umerenonce kwanza kwa miungu ya mababu ili kwamba umtumikie Mungu? Otherwise itakuwa ni aeroport ya mapepo, zinaingia zinacheza, zinafanya nini? Ndio maana ukutana mtu iko kwa sababu ya nini? Aliamini Kristo lakini hajapitia deliverance. Ni mtu ambaye aliamini Yesu Kristo lakini maisha yake iko hapo. Basi na mengi ya kuzungumza, lakini nataka nikwambie ahadi za Mungu juu ya maisha yako, ndoto uliopewa na Mungu, maono uliokuwa nao katika maisha yako juu ya Mungu, ile maono bado itatimilika. Hiyo ndoto Mungu anakuja kuikamilisha, lakini nataka utamani sana kusikiliza sauti ya Mungu katika maisha yako. Nataka sana utamani kutafuta Mungu usiku na mchana, bado wanapatikana, na ahadi za Mungu zinakuja kutimilika katika maisha yako, ili apatie Mungu nafasi katika maisha yako. Tamani sana kuongozwa na Mungu, tamani sana kutembea katika njia za Mungu. Usitumie shortcut ama njia za mikato. Hizo mara kurusi zimeangamiza watu wengi sana. Natamani ni shine, natamani nijulikane, natamani niende juu. Shetani anakupandisha juu, na ikishafika juu inakuwa wakati mwingine unashindwa kushuka chini. Sasa tena mimi njoo nikuwa hivi. Kumbe afadhali enda polepole na Mungu, na kwa wakati ya Mungu atakuinua. Kwa wakati ya Mungu atatimiza ahadi zake juu ya maisha yako. Otherwise ukikataa kutembea chini ya sauti ya Mungu, ukikataa kutembea na kungoja muda wa Mungu, utapata madhara kule mbele na utajuta, afadhali ningejua singefanya hivi. Sababu baraka za shetani ziko ephemer, ni za muda tu kitambo, na zinatoweka. Sababu zikitoweka inabidi tena una renew contract. Lakini kwa Mungu aki-approve maisha yako, Mungu akifungua maisha yako, ni eternellement. Baba, katika jina la Kristo, asante Bwana majeshi, asante Simba kabila yule kwa ajili ya huyu ndugu na huyu dada ambao wamekuwa wakinifuata. Mfalme, najua kuna jambo ambalo umeweka katika ndani yake. Najua kuna mtu ambaye Bwana majeshi ulinena naye miaka imepita. Kuna mtu ambaye ana ahadi zako. Kuna mtu ambaye ulimuita Bwana, lakini amefika kwenye mashanganjia, hajui aende wapi. Amekutana na changamoto na ameingia njia za mikato. Bwana, umkutane huyu ndugu. Ninamwombea huyu mama ako kwenye ndoa, matatizo mengi ambayo anakumbana nayo, anajiuliza maswali ni wapi. Kumbe kuna mahali anadaiwa. Mfalme, naomba Bwana ufunue ndugu zangu, fungue dada zangu ambao wamenifuata. Maneno hii Bwana napoingia katika maisha, Bwana ikuwe msaada katika maisha yao. Asante Bwana majeshi, asante Simba kabila ya Yuda, asante
kimbilio langu, msaada kweli, Bwana majeshi. Acha Bwana hili neno liwe ni muhuri katika maisha yao. Acha Bwana hili neno linapoingia katika nafsi ya mtu, linapoingia katika maisha Bwana, likalete deliverance. Nataka umfunulie huyu ndugu na huyu dada, umfunulie maisha yake, aweze kujua ni maeneo gani ambayo hajakamilika, ili kwamba ufungue baraka zako. Asante Bwana majeshi, asante Simba kabila ya Yuda. Wewe ni mwanzo na mwisho, wewe ni Alfa na Omega, kimbilio langu, msaada kweli. Sina mwingine kama wewe. Ninakuamini Bwana, ninakuinua Bwana majeshi. Acha uinuliwe siku ya leo Bwana majeshi. Ninaomba wiki ya amani na baraka kwa ajili ya ndugu na dada ambao wananifuata. Acha Bwana wiki ijayo Bwana majeshi wakaone kabisa breakthrough, wakaone kabisa mafanikio, wakaone njia zao zilizofungwa zifunguliwe, wapate ndoto nzuri Bwana, wakasikie tena sauti yako mara nyingine. Asante Bwana, asante mba salama. Wewe ni mwanzo na mwisho Bwana majeshi. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu naomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana. Mwe na wiki ya amani, wiki ya baraka, wiki ya mafanikio, wiki ya ufunuo, na tutakutana tena siku nyingine. Mimi ni Pastor Sylvain kutoka Galilea Fellowship Ministries. Asante sana. Bye.